Viongozi wa Ulaya wamekaribisha kile walichokiita kuwa ni maendeleo makubwa katika jitihada zilizoongozwa na Rais wa Marekani Donald Trump kufikia amani ya haki na ya kudumu nchini Ukraine, kwa mujibu wa tamko la pamoja lililotolewa jana Jumatatu mjini Berlin, Ujerumani. Tamko hilo lilisainiwa na viongozi kadhaa wakuu wa Ulaya, akiwemo kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer, pamoja na Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen. Viongozi hao walisema kumekuwepo kwa ushirikiano wa karibu katika siku za wiki za hivi karibuni kati ya timu za Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, Rais Trump pamoja na wawakilishi wa Ulaya. Kwa pamoja walisisitiza dhamana yao ya kufanya kazi kwa mshikamano na Trump na Zelensky ili kufikia amani ya kudumu itakayohifadhi uhuru na mamlaka ya Ukraine sambamba na kulinda usalama wa Ulaya kwa ujumla. Tamko hilo lilieleza kuwa kuna maelekezo ya pamoja na makubaliano makubwa kati ya Marekani, Ukraine na Ulaya kuhusu njia ya kuelekea amani. Viongozi hao walisisitiza kuwa kulinda usalama, mamlaka na ustawi wa Ukraine ni msingi muhimu wa usalama mpana wa eneo la Ulaya na Atlantic, wakiongeza kuwa Ukraine inastahili mustakabali wa amani, uhuru na ustawi bila hofu ya mashambulizi ya baadaye kutoka Urusi. Kama sehemu ya makubaliano yanaweza kumaliza vita, Marekani na Ulaya zimeahidi kutoa dhamana madhubuti za usalama pamoja na msaada wa kufufua uchumi wa Ukraine. Hatua hizo zinajumuisha kuendeleza msaada wa kujenga na kuimarisha majeshi ya Ukraine ambayo yanatarajiwa kubaki katika kiwango cha wanajeshi takriban 800,000 wakati wa amani. Pia inapendekezwa kuundwa kwa kikosi cha kimataifa kinachoongozwa na Ulaya kinachoitwa Multinational Force Ukraine, kitakachofanya kazi chini ya mfumo wa muungano wa nchi zinazojitolea, yani Coalition of the Willing, kikisaidiwa na Marekani. Aidha, mpango huu unahusisha utaratibu wa kusimamia na kuthibitisha usitishaji mapigano utakaoongozwa na Marekani kwa ushiriki wa jumuiya za kimataifa.